kwenye ngoma. Amen. Tuliporudi nyumbani nikaenda kwenye hilo kanisa. Amen. Namkumbuka sana yule mchungaji aliyenipokea. Nilikuwa kigonja sana. Amen. Yule mchungaji kanisa lake lilikuwa mbali sana na anapoishi. Amen. Pengine labda ni kama hapa sijui na maili 6 pengine. Amen. Au zaidi. Amen. Maana tulikuwa tunatembea kwa miguu masaa 2.5. Amen. Kwenda kanisani. Amen. Sasa kwa sababu nilikuwa kigonjwa na siwezi kwenda, bibi yangu alikuwa ananipikia chakula, ananifungia kwenye majani na anaweka kwenye sahani. Amen. Alafu anampa yule mchungaji, nilikuwa namuita mjomba. Amen. Mjomba na mke wake wananibeba begani hapa. Amen. Tunaenda kanisani. Niko darasa la kwanza mwishoni. Amen. Darasa la pili. Amen. Siwezi kutembea umbali mrefu maana ni kigonjwa. Amen. Safari zikaenda. Maisha yanaenda. Maisha hayo yalikuwa mengi sana. Nikaenda kwa waganga wengi sana, nilishakwambia. Wengi sana. Waganga wawili walimwambia bibi, mrudishe alikotoka kwao kwa wazazi wake. Pale jua linapozamia kuna dawa pale wachukue, alafu akichukua ile dawa wamchanjie atapona. Ninakumbuka siku hiyo tukiwa tunarudi, tumetoka kwa yule mganga, sasa tunaenda kwa babu zangu za baba. Amen. Tukakutana na mtu mmoja, mbaba wa kiume ama mbaba niseme. Alikuwa kumbe ni mganga wa mama, nikiwa mimi ndio niko kwenye tumbo la mama, yule mganga aliyekuwa anampa dawa. Amen. Si unanielewa? Amen. Nilipokutana naye, tuko na bibi na wazazi wa upande wa baba. Amen. Nilipompa mkono, akasema huyu ni nani? Wakasema huyu ndio yule mama yake alikuwa anamsaidia. Sasa mtoto mwenyewe ndio huyo. Amen. Alikataa kunipa mkono. Siwezi kusahau ile picha, nilikuwa mdogo sana. Ile picha sijawahi kusahau. Alikataa kunipa mkono. Amen. Akasema kwa nini? Akasema kwa nini hamkumleta kwangu alipozaliwa? Kwa sababu anaijua siri, alikuwa anafanya nini damu iongezeke, mimi niishi kwenye tumbo la mama. Amen. Si unanielewa? Amen. Nataka kukuelezea tu kuhusu damu. Amen. Ya kizazi. Amen. Kumbe alipokataa, maisha yanaendelea, mimi nikaendelea. Lastly, nikutana na mganga mmoja, akasema huyu mtoto alishakufa tayari, mimi msijisumbue, acha naye. Amen. Nikumbuka hiyo situation. Sijui kama wewe ambaye unaamini mganga sana, alafu mganga akwambie mwachaneni na huyu maana ameshakufa, utaelewa. Nakumbuka bibi na mama mdogo ambaye ni mama yake na kijana anayenishonea hizi suti. Walikuwa wanabebezana, mmoja anasema nipe mimi, mwingine anasema nipe mimi. Nipe mimi na mwingine nipe mimi. Mpaka nimefika nyumbani. Sana kama saa 9-8 usiku hivi, mimi nilikuwa napenda kuendesha magari. Saa 8-9 usiku hivi nikasema naomba gari yangu. Nikaanza kuendesha hewani. Bibi yangu alisema sasa huyu ndio anakufa, anaendesha gari hili anapanda mbinguni. Wanakisa Tanzania hii hakuna kabila inajua kulia kama Wanakisa. Haipo. Kule Wanakisa wana uwezo wa kuomboleza. Huwa tunaweza kuomboleza miezi mitatu hivi, wote wamekaa kwenye familia moja mnalia msiba wa mtu mmoja. Lakini Mungu, nakumbuka Jumapili iliyofuata nilienda kanisani, mchungaji wangu aliniombea, nilitapuka sana. Nilitapuka sana. Kuanzia pale relief ikatokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hospitalini walisema nikiingia pale sihitaji kujieleza naitwa nani,
natoka kijiji gani na miaka mingapi. Maana madaktari wote wananijua, maana mimi na hospitali ni ndugu, pete na kidole. Ni nini alikuwa sana. Haleluya. Na mimi unanielewa vizuri. Acha niishi hapa kwenye hiyo point. Nije point ya pili. Nilipoenda shule shangaa. Lewi kitukuu chake. Mungu anasema Lewi amestahili kula fungu la 10 kwa sababu alitoa fungu la 10 akiwa ndani ya Ibrahimu. Kwa hiyo na Lewi naye alikuwa ndani ya Ibrahimu. Okay, kwa hiyo Ibrahimu ni yeye aliyetoa fungu la 10. Amen. Ibrahimu alitoa fungu la 10. Kumbe alipokuwa anatoa fungu la 10, yule aliyetoa fungu la 10 alikuwa ni Lewi ndani ya Ibrahimu. Amen. Kwa lugha nyepesi, Ibrahimu alijinyumbua akatokea mtu anaitwa Lewi. Amen. Ama Lawi. Amen. Yuda, Isaka, Isakari, sijui nani, Simoni, wote. Kumbe ni macho yetu hivi yakitazama yanasema huyu anaitwa Yuda, huyu anaitwa Isaka, huyu anaitwa Yakobo. Ila Mungu yeye akitazama namna hii anasema Ibrahimu. Sinaeleweka? Unanielewa vizuri? Yeye Mungu akitazama hivi anasema Ibrahimu, umetoka wapi? Lakini wakati wanaenda Misri anamwambia hivi mfalme wa Misri Farao, mwachie Yakobo mzaliwa wangu wa kwanza. Israeli mzaliwa wangu wa kwanza. Anasema Israeli mzaliwa wangu mwachie. Nawaza Mungu ni kwamba uelewi au Mungu ni specific. Mbona unaposema huyu Israeli, huyu sio Israeli. Hawa ni watu wengi sana, wako milioni 6. Amen. Alafu Mungu anasema mwachie. Sinaeleweka watu wa Mungu. Haleluya. Amen. Mungu anaelewa. Mungu anaelewa. Mwachie Israeli mwanangu. Amen. Lakini ukitazama ni watu milioni 6. Amen. Ule Israeli bado na yeye anaitwa Ibrahim. Amen. Bwana atusaidie. Haleluya. Haleluya. Yaani yake Mungu bado anamtazama mtu mmoja. Okay, kwa tukienda kuwapima damu. Amen. Tukienda kupima ni damu. Tutakuta tukichomoa hii damu sana, tukipeleka kwenye kipimo inasoma Ibrahimu. Amina. Amina. Unanielewa? Tukichomoa damu tukiipima inasema nini? Ibrahimu. Inasema Ibrahimu. Lakini ukimuuliza unaitwa nani? Simoni. Bora damu ni ya Ibrahimu. Lakini tukiipima damu inasema Ibrahimu. Ila tukikuuliza jina lako unasema naitwa Simoni. Na wewe Yakobo. Na wewe Yuda. Na wewe Lawi. Na wewe fulani. Wana majina mengi. Lakini wote ni damu moja. Amen. Haleluya. Wote ni damu. Ndio maana na wewe kuna jina lako la damu. Amen. Angalia jirani yako, muulize jina la damu. Muulize tena, mwambie jina lako la damu ni lipi? Jina lako la damu ni lipi? Jina lako la damu ni lipi? Bwana atusaidie. Amen. Unalielewa jina la damu? Ndio. Mimi kule kwetu jina la damu tunaitwa Kajela. Kajela ni jina la ukoo. Maana hili ndio jina la damu. Amen. Si unanielewa? Amen. Hili ni jina la damu, ni jina la kizazi. Kizazi cha Kajela. Kizazi cha Ibrahimu. Amen. Kizazi cha Israeli. Amina. Wote wanaitwa Waisraeli.
Kwa wote hao ukiwatazama wanaonekana ni wengi, lakini hao sio wengi, ni mmoja. Amen. Usidanganyike, ni mmoja yule yule anaishi. Amina. Naeleweka? Amen. Ni yule yule mmoja anaishi. Amen. Pia amejizungua wa kike, wa kiume, wa kike, wa kiume, wa kike, wa kiume. Sasa hivi nitaitwa Amen. ukitaka kujua anaitwa wewe, niulize unaitwa nani? Utasema naitwa Agape Herman. Unauliza wewe Herman, wewe unaitwa Herman wa nani? Utasikia naye sasa, mimi naitwa Herman Elias Mole. Unamuuliza huyu, mbona umeluka Elias? Mtambui? Anasema namtambua, ila yeye sio damu yangu. Mimi ni wa damu ya Mole. Amen. 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 Kwa hiyo ananona, lazima huyu ni mtoto wa Mole. Amen. Lazima ni mtoto wa nani? Kwa hiyo yeye ni damu ya Mole. Amen. Anataka nanielewa vizuri. Amen. Sasa damu ya Mole ndio ambayo Mungu anafika hapo. Mungu wa mbinguni ama Mungu wa miungu iliyoko duniani, huwa ikitafuta namna ya kukamata watu. Amen. Inaanzia kwenye kizazi. Amen. Nataka nirahisishe somo langu ili unielewe haraka haraka, maana muda unitosha na mambo mengi. Inapotaka kukamata inaanzia kwenye kizazi, maana kizazi ndio chanzo. Amen. Tumbo linalozaa kizazi. Amen. Linalozaa watu wanaoitwa Mole. Amen. Lile tumbo lile ndio inaingia moja kwa moja miungu ama Mungu, watu wanaingia pale kwenye kizazi, anaenda anakamata yule wa kwanza. Amen. Akishamkamata yule wa kwanza, kwanza hapo wote mnaoitwa Mole wote ni watoto mmoja. Yule aliyekamatwa anamchukua huyo, anambedicate na miungu. Amen. Kwanzia hapo ile damu yake inakuwa imechangamana na damu ya mashetani. Amen. Anasemaje? Kwa sababu hiyo kile kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Amen. Sasa maana inafahamu. Amen. Haleluya. Umeelewa? Amen. Kaini. Si unanipata vizuri? Amen. Kwa mfano, Amen. Kaini alipokosea, Ibilisi alipopata. Yes, alijua nikikamata Kaini duniani kutatokea kizazi cha nyoka na kizazi cha wateule. Amen. Akaingilia kwenye damu. Yes. Kuanzia hapo kizazi cha nyoka duniani kikaanza kusambaa kwa njia ya damu. Amen. Kizazi cha nyoka duniani kikaanza kusambaa kwa njia ya nini? Ya damu. Ya damu. Kwa hiyo anayezaliwa na Kaini ni mteule. Ni mteule. Kwani sio mtoto mdogo? Jamani, waleteni kwangu watoto wadogo. Na watoto wa Kaini na watu walete kwake. Hapa. Tuseme kweli. Zaburi anasema walio watoto wa Ibilisi wamepotea tangu wakati hawajaanza kuongea, wakiwa tumboni walikuwa wanaongea. Amen. Kizazi cha nyoka. Amen. Kizazi cha nyoka. Nyoka hafundishi kung'ata. Amen. Oh yes, oh yes. Haleluya. Amen. Unaelewa? Cha damu za kafara. Amen. Kizazi cha damu za kafara. Amen. Kizazi cha damu za kafara. Amen. Kuna jamii, mtoto mama akibeba mimba, nilienda Sumbawanga. Mama akibeba mimba cha kwanza anaenda kufanyiwa matambiko. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Nimeongea. Kuna watu hapa walipoolewa walifanyiwa matambiko. Hata hajabeba mimba. Amen. Ameolewa tu. Amen. Akafanywa nini? Matambiko. Amen. Tayari damu iko kazini. Hicho kizazi cha Mungu tena?
Hicho kizazi cha Mungu tena. Anaenda kuzaa wateule tena. Ametambikiwa. Biblia inasema wakati Rebeka anaondoka, wanamwambia aenda akaolewe na Isaka. Maneno aliyotamkiwa Ibrahimu wao hawakuwepo. Maneno aliyotamkiwa Sara wao hawakuwepo. Lakini wao wakamwambia nenda ukaongezeke ukawe mama wa mataifa. Maneno ya Sara wanamwambia nyumbani kwao. Wakati wao hawakuwepo, Sara alipokuwa anaambiwa maneno. Ibrahimu akiambiwa maneno, wakamwambia yale maneno. Maana tambiko la Sara, Mungu wa Sara ndio huyo. Ndio maana Mungu anamsisitiza Sara kwa ndani ya moyo wake. Sara anasimama anamwambia Ibrahimu, sikiliza Ibrahimu, roho yangu haina furaha na wanawake wa Moabu. Mwanangu usimpe mke kutoka katikati ya wanawake wa Moabu. Akatazama akasema, namuona Ibrahimu. Yeye ni taifa kubwa. Yeye ni taifa teule. Lakini ametoka katikati ya kizazi cha waabudu sanamu na Shetani. Na mfanyaje huyu Ibrahimu? Akasema, sina jambo jingine, nahitaji kumtoa katikati yao, niatende nao, ili nikamfundishe cha kwangu, awe peke yake, akaanzishe kizazi kipya. Yesu Kristo alipokuja duniani, hakuja kufanya jambo jingine, hakuja kuanzisha kanisa, hakuja kuanzisha chama, hakuja kuanzisha chochote. Alichokifanya, alikuja kutuzaa. Amen. Ili sisi tuzaliwe upya, mbali na kile kizazi kilichotoka. Bwana kutoka kwenye hicho kizazi. Unajua umezaliwa kwenye kizazi fulani hawaelewi. Sara alitoka kwenye kizazi ambacho ni matasa. Anatamani mtoto Sara. Anaomba analia lakini hapati. Anarudia mwanae, na wewe ukawe kwenye kizazi kile ambacho wewe unakuwa matasa. Anaenda na Isaka naye anaenda kuoa mke. Anamchukua Rebeka, anakaa naye mpaka Rebeka anamwambia, nipe mimba. Amen. Anaanza kuomba. Isaka wakati analia mpaka Mungu anamsikia. Anafunguka alafu na kunia anapata vitoto viwili tu kama tone. Kisha amna kuzaa tena. Elisa maisha anaenda. Rebeka anamwambia mume wake, afadhali nisaidie jambo moja. Yakobo mwanangu asije akaoa wanawake wa Kanaani. Amen. Akaoe kule kwa matasa. Amen. Anarudi anaenda kuoa Raheli anakaa miaka anakuja kudondosha mimi. Sinanielewa. Amen. Sinanielewa. Hiyo damu yako ni asma. Hiyo damu yako ni magonjwa. Amen. Hiyo damu yako ni kansa. Amen. Hiyo damu yako iliyotoka kweli, hiyo damu ina kansa. Ina utasa, ina ukichaa, ina magonjwa aina mbalimbali. Hayo yatadumu sana, kwa sababu neno damu maana yake ni uhai. Kwa hiyo kama limepita liko hai, na litakuwa hai na litazidi kuwa hai mpaka itokee damu itakayobatilisha damu. Iko damu ya fidia inaitwa damu ya Yesu. Itafidia kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo damu ya fidia kwa jina la Yesu. Kwa damu ya fidia kwa damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu ifidia damu zote za kafara. Ifidia damu za kafara. Ifidia damu za kafara. It is a matter of blood. Swala la damu. Amina. Na Mungu anaona damu. Mungu anakutengeneza. Masai. Simama mwanangu. Nitetee. Amina. Oh my Jesus.
Blood of Jesus. Touch by the blood of Jesus. Blood of Jesus. Touch. Nifungue Bwana. Nifungue Bwana. Touch the blood of Jesus. Hii ni vita ya damu. Amen. Ameiwahi. Je, hii ni vita ya damu. Amen. Ameiwahi ni vita ya damu. Amen. Vita ya damu. Amen. Jesus. Vita ya damu. Hii damu inakuja, damu ya Yesu yenye vita na damu iliyofanyika. So kinakombolewa kizazi cha kwako na unafanyika upya. Bwana aliye mwaminifu anakufanya upya. Sio tu unazaliwa upya, naona akizaliwa upya. Amen. Akizaliwa upya. Naona mtoto anazaliwa upya. Amen. Alafu anazaliwa, anatengenezwa upya na anakuwa mwingine. Amen. Anakuwa mwingine. Amen. Kuna damu, hiyo damu iliyobeba uhai, iliyoharibu kizazi, iliyoharibu hatima, inafanyika upya. Amen. Jesus. Kizazi hicho kinakufa na kinatengeneza kizazi kingine. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Jesus.